Na ukiangalia ile damu iliyomwagika pale nyumbani na mwendo waliotembea mpaka kumfikisha aidha kwenye gari, ile damu iliyomwagika, na humo ndani ya gari hiyo damu ambayo iliendelea kumwagika mpaka wakafika hapo walipofika, maana yake ni kwamba ndugu Mdude alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Vibaya sana. Na hadi hivi leo tunavyozungumza, maisha ya Mdude yana thamani sana kwa mke wake, kwa familia yake, kwa watu wake wa Mbeya, kwa Chadema na kwa taifa hili, na kwa Mungu wake ambaye anamwabudu. Kwa hivyo tunapaza sauti kuyalilia maisha ya Mdude, kwamba yuko wapi ndugu Mdude ambaye amekamatwa, amepigwa na amechukuliwa na watu waliojitambulisha kwamba ni askari polisi. Kwa hivyo jitihada mbalimbali zimefanyika kwa viongozi wa kanda ya Nyasa, na zimewasilishwa shahidi mbalimbali na fununu kutoka kwa wasamaria wema ambazo zimelenga kutoa japo mwanga kidogo kuhusiana na alipo Mdude. Kwa jitihada zote hizi, ikiwemo wanachama na viongozi kuzunguka katika misitu, mapori, mito, maporomoko ya maji, milima, kwenye vichaka, kwenye mapango. Jitihada zote hizi ambazo zimeongozwa na viongozi wetu wa kanda ya Nyasa, viongozi wa mikoa na wilaya mbalimbali na mikoa jirani, ambazo zinaonyesha na kulilia thamani ya maisha ya Mdude. Na tumekuwa na mazungumzo pia kupitia viongozi wetu wa chama, wa kanda na wa mikoa, mazungumzo na RPC, mazungumzo na RC, RCO, askari kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi Dodoma wamefika, mazungumzo ambayo katika hatua ya sasa tunasikitika kwamba hayajazaa matunda yoyote. Tulitarajia Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya na maafisa wa polisi waliotoka makao makuu ya Jeshi la Polisi kuzifanyia kazi zile taarifa ambazo zimewekwa mbele yao. Kwa habari ya maafisa hawa wawili waliotajwa, kuwafuatilia, kuwajua, lakini jitihada zote hizi hazijazaa matunda. Wananchi wa kanda ya Nyasa na wageni mbalimbali kutoka mikoa ya jirani, hadi tunavyozungumza, wameamua na wamekusudia kuweka kambi kutoka tarehe 3 mpaka hivi tunavyozungumza. Wamegoma kuondoka kwenye ofisi za chama zetu za kanda pale Mbeya mjini, kuonyesha kwamba maisha ya Mdude yana thamani sana, na tunayalilia maisha yake, kutaka kujua yuko wapi huyu mtu ambaye anaonekana amepigwa na kujeruhiwa kikatili namna ile. Katika siku za hivi karibuni, wasamaria wema wamejitokeza na kutupatia majina ya washukiwa, mbali na Shabani Chalo, lakini kuna majina mengine tena ambayo viongozi wetu waliyafikisha kwa RCO, RPC na ile timu iliyotoka makao makuu, kwamba katika nyongeza ya ndugu Afande Shabani na Vedastus, wako maafande wengine pia. Mbwana Mkika, huyu ni dereva na ni mpelelezi. Afande Dennis maarufu kama Dula Mjeshi, Afande Faki, wote hawa wanafanya kazi ofisi ya RCO na ni vijana walioko karibu sana na afande RCO wa mkoa wa Mbeya. Wasamaria wametoa majina haya wakiyataja kuhusika huko Mbeya, na viongozi wetu
wameafikisha majina haya kwa RCO, kwa RPC na ile timu kwamba hawa ni watu wanashukiwa, wafanyeni upelelezi, ufuatilieni kuhusu wao kuhusika na tukio hili. Lakini tunasikitika kwamba juhudi zote na taarifa zote hizi ambazo zimetolewa hazijazaa matunda. Hazijazaa matunda. Chadema hatujaridhishwa na namna jeshi la polisi linavyoshughulikia jambo hili. Polisi hawaonekani kabisa kuweka nguvu katika kumtafuta Mdude Nyagali. Wanatushangaza na wanatupa fadhaha. Tunapohoji kwa nini hawamtafuti Mdude, wanawekeza nguvu nyingi kumpata shahidi wa kwanza, Bwana Ezekiel. Taarifa zote hizi, majina yote haya ninayoyataja, ni taarifa ambazo ndugu Ezekiel alizisema, na alizisema mbele ya vyombo vya habari. Majina yote haya ninayoyataja ni taarifa ambayo ndugu Ezekiel alisema, alirekodiwa mbele ya vyombo vya habari. Akaonyesha mpaka na namba za simu kwamba namba hii hapa ya Afande Shabani, namba hii hapa ndio walionipigia simu, nilikakutana nao na ndio wanaohusika na tukio hili. Pamoja na taarifa zote hizi kutolewa, lakini tunasikitika kwamba jeshi la polisi hawaonyeshi kabisa kuhangaika na kuwatafuta hao watu, kuanzia kwenye namba ya simu ya kwamba huyu mtu ndiye aliyempigia Ezekiel. Wafuatilie kuanzia pale, wafanye uchunguzi kuwapata watu hawa. Lakini jeshi la polisi halionekani kabisa kushughulikia jambo hili. Ni dhahiri kuna jambo ambalo polisi wanalifahamu. Ni dhahiri hata demina zao ukikaa nao, hata demina zao zinasema hivyo hivyo. Ni dhahiri kuna jambo ambalo jeshi la polisi wanalifahamu na hawataki. And of course ni ngumu kuwaeleza Watanzania nini kimetokea, kwa sababu wanafahamu jambo hili. Itakumbukwa kwamba kumekuwa na kauli mbalimbali kutoka kwa wana CCM wenye nafasi serikalini, wakiwaelekeza vijana wa CCM na wakuu wa wilaya na mikoa kuwashughulikia watu wanaoikosoa serikali. Zipo kwenye public domain hotuba mbaya, chafu, zenye kuhatarisha amani, zenye watu kujigamba kwamba sisi tuna vikundi vya chinja. Ziko hizo hotuba kwenye public domain zinazoonyesha kwamba viko vikundi ambavyo vinafanya mambo haya. Yako magenge yanayofanya mambo haya ya kishenzi. Katika nyakati tofauti, hata spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano aliwahi kuwaelekeza vijana wa CCM kushughulika na yoyote anayemkosoa, hata mwenyekiti wa mtaa. Iko kwenye public domain. Spika wa bunge akizungumza na kuhamasisha vijana wa CCM kushughulika na mtu yoyote anayekosoa serikali, au diwani au rais. Kauli ya namna hiyo imetolewa pia na waziri wa TAMISEMI Mchengerwa tarehe 26 mwezi wa 4 kwenye mkutano wa hadhara aliofanya eneo la Sokomatola, Mbeya mjini, ambapo alimuelekeza mkuu wa mkoa na wilaya ambao walikuwepo kwenye mkutano huo kwamba wao ni wenye vitu wa ulinzi na usalama, hivyo wadhibiti chokochoko zote za ukosoaji zenye viashiria vya kuvunja amani. Na alienda mbali zaidi na kusema atakayeshindwa kufanya hivyo, basi yeye atamshauri Mheshimiwa Rais amweke mtu huyo pembeni. Ukiasikiliza maneno ya watu hawa kwa mgongo wa kuzuia chokochoko ili kulinda amani, utadhani kama ni wakweli wanadhibiti amani. Lakini matendo wanaoyafanya kwenye mgongo wa kudhibiti amani na kudhibiti chokochoko ni uharamia. Lakini wakitoa kauli tutadhibiti uvunjifu wa amani, fujo, lakini wanaoyafanya ndio uvunjifu wa amani. This is unacceptable. This is unacceptable. Kwa hivyo kauli hizi na matendo yanayotokea yanaashiria kabisa
kuna jambo ambalo jeshi la polisi linalifahamu, na ndio maana wamekuwa wazito kushughulikia jambo hili. Siku 4 baada ya kauli hii, kauli ya Mchengerwa aliyoitoa tarehe 26 mwezi wa 4, Soko Matola, siku 4 baada ya kauli ile, mpigania haki za binadamu mwanachama wetu ndugu Mdude Nyagali akaanza kuwindwa na baadaye akavamiwa nyumbani kwake, akapigwa na kuumizwa, na hadi tunazozungumza hivi leo hajulikani yuko wapi.